Mtazamaji, nikukaribishe katika vipindi vyetu vya afya. Leo tunahitaji kuongelea kuhusu swala la ugumba kwa wanaume. Baada ya kuwa tumewagusa wanawake kuhusu swala la ugumba, tuligusia tu kwamba wanaume wanachangia 40% ya ugumba au 40% katika harakati za kutopatikana kwa mtoto. Lakini pia tuliona kwamba 15% ya wanandoa wanaathirika na swala la ugumba duniani kote. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kwa jinsi gani changamoto hii ni kubwa. Lakini kati ya hiyo 15%, nusu ya ugumba huo unachangiwa na wanaume. Kwa bahati mbaya, jamii imekuwa ikielewa au imekuwa ikiwa na imani potofu ya kwamba wanaume hawawezi kuwa wagumba, lakini ni kuhakikishia kwamba tafiti zinaonyesha 40% ya ugumba unachangiwa na wanaume. Sasa tunaposema ugumba tunamaanisha nini? Tunaposema ugumba ni ile hali ya wanandoa kutafuta mtoto ndani ya mwaka mmoja wasifanikiwe kupata mtoto. Lakini hii ni kwa wanawake ambao wana miaka chini ya 35. Mwanamke anapofikisha umri wa miaka 35 na kuendelea, wanapokuwa kwenye ndoa wakatafuta mtoto kwa muda wa miezi 6 pasipo kufanikiwa, basi tayari hapo ni wagumba. Lakini pia kwa upande wa wanaume, mwanamume anapofikisha umri wa miaka 40 na akaingia kwenye ndoa, inapotokea wamekaa ndani ya miezi 6 pasipo mtoto kupatikana, basi mwanaume anatakiwa afanyiwe tathmini hapo hapo. Hachukui muda wala hahitajiki muda mrefu kwa mwanaume huyo kumfanyia tathmini ya sababu zinazoweza kupelekea yeye awe mgumba. Lakini pia tunapoongelea wanaume, hebu tugusie kitu kinaitwa andropause. Andropause ni ule umri wa miaka 40. Mwanamume anapofika umri wa miaka 40, ubora na wingi wa mbegu zake huanza kupungua. Kwa hiyo inasemekana kwamba, na tafiti zinaonyesha kwamba, mwanaume anapofikia kwenye umri huu, mara nyingi wanawake walioolewa na wanaume katika umri huu wamehusishwa na swala la mimba kuharibika. Na hii inasababishwa na kwamba ubora wa mbegu za kiume unakuwa umeanza kupungua. Sasa hebu tuangalie vitu vifuatavyo ambavyo vitatuongoza katika swala zima la kusema mwanaume ana ugumba. Kuna maneno kadhaa ambayo mara nyingi huwa tunayatumia mwanaume anapokwenda kuangaliwa au kufanyiwa tathmini ya mbegu zake. Neno la kwanza linaitwa oligospermia. Oligospermia ni ile hali ya mwanaume kuwa na mbegu chini ya milioni 5 mpaka 10. Kumbuka kwamba mbegu za mwanaume zinatakiwa zianzie milioni 15 na kuendelea. Kwa hiyo mwanaume anapokuwa na mbegu chini ya milioni 10, hii inaitwa oligospermia. Lakini pia kuna neno lingine ambalo linatumika sana linalosema athenospermia. Athenospermia ni kwamba unakuta mwanamume anatoa mbegu za kiume, lakini 1% kubwa ya zile mbegu haziwezi zikatembea, na wakati mwingine mbegu hizo haziwezi zikasababisha mimba kutungwa kwa sababu hazina uwezo wa kutembea. Lakini kuna neno lingine ambalo pia linatumika, linaitwa teratospermia. Teratospermia ni ile hali ya ongezeko ya maumbile ya mbegu zisizokuwa za kawaida. Tulikubaliana kwamba mbegu ya kiume yenye afya njema inatakiwa iwe na kichwa,
iwe na kifua na iwe na mkia. Sasa kuna baadhi ya wanaume ambao wanatoa mbegu ambazo unakuta ina vichwa viwili au ina mikia miwili au ina mkia ambao umepinda, hauwezi ukaifanya itembee. Kwa hiyo wanaume wa aina hii wanapokuwa na idadi kubwa ya mbegu ambazo maumbile yake siyo yale ya kawaida, ndio inaitwa teratospermia. Lakini pia kuna kundi lingine la wanaume ambao wao wanapata changamoto inayoitwa azoospermia. Azoospermia ni ile hali ambayo unakuta mbegu nyingi za kiume zinakosa yale maji. Kumbuka yale maji ambayo yanaitwa semen ndiyo yanayoziwezesha hizi mbegu kutembea. Kwa hiyo kuna baadhi ya wanaume ambao nakuta wanatoa mbegu lakini hazina maji. Kwa hiyo wanaume wa aina hii wanapata changamoto hiyo inayoitwa azoospermia. Lakini pia kuna wanaume wengine wanakuwa na hali inayoitwa aspermia. Aspermia ni ile hali ambayo mwanaume anapofanya tendo la ndoa, anapopeleka mshindo, anakuwa hatoi kitu chochote. Kwa hiyo hili nalo ni kundi la wanaume ambao akiwa na changamoto hii sio rahisi mwanaume huyu akasababisha mimba. Lakini hebu tuangalie neno lingine la mwisho linalotumika kwenye kuchambua mbegu za kiume. Kuna neno linaitwa necrospermia. Sasa necrospermia unakuta asilimia zote, mbegu zote za mwanaume haziwezi kutembea. Kwa hiyo ni mbegu ambazo zimesimama tu wakati wote. Kwa hiyo wewe mwanaume utapokwenda hospitali ukapimwa ukakutwa mbegu zako zote hazitembei, basi jua una changamoto inayoitwa necrospermia.